Bwana, mambo vipi tena? Nikukaribisha, karibu sana kwa nami niite Prince Stefano kwa mara nyingine tena nikikuletea basi orodha marais 12 waliouawa wakiwa madarakani. Kama unavyofahamu, Afrika ni bara lenye historia kubwa toka enzi hizo za mababu, ni bara ambalo ina rekodi zake nyingi tu, ikiwa ni marais waliokaa madarakani muda mrefu bila kuachia kiti. Lakini pia kumbukumbu ya leo itakukumbusha basi marais 12 ambao waliuawa wakiwa madarakani. Namba moja ni mwamba huyu hapa tunamuita Mohamed Anwar El Sadat, ambaye huyu alikuwa ni rais wa Misri ambaye aliuawa akiwa na umri wa miaka 62 kabla ya kuwa rais wa Misri. El Sadat alikuwa ni makamu wa rais wa nchi hiyo. Kipindi ambacho rais alikuwa Gamal Abdel Nasser. Kabla ya kuuawa, El Sadat alikuwa ni kiongozi maarufu aliyependwa sana na watu wake. Hasa ilikuwa ni kutokana basi na kazi nzuri alizozifanya, ikiwa ni pamoja basi na kupatanisha Misri pamoja na taifa la Israeli hadi kufikia kusaini makubaliano ya amani baina ya nchi hizo mbili. Hivyo ikafanya pia tuzo ya heshima ya amani, yani Nobel Peace Prize. Hata hivyo, swala hili alikofurahisha watu wote, hususan baadhi ya wafuasi wa dini ya Kiislamu, ambapo walipanga mashambulizi juu yake. Hatimaye Oktoba 6 mwaka 1981, afisa jeshi alijulikana kama Islam Baili alimuua kwa kumpiga risasi kadhaa El Sadat. Islam Baili alikamatwa baada ya muda mfupi tu baada ya kumuua mwamba na kuhukumiwa kifo kutokana na tukio hilo. Mwamba mwingine anaitwa Juvenal Habyarimana. Huyu alikuwa kiongozi wa nchi ya Rwanda aliyeuawa akiwa na umri wa miaka 57 baada ya kuongoza nchi yake kwa muda wa miaka 21, ambapo aliingia madarakani kwa kupindua nchi akiwa na umri wa miaka 36, na ikafanya idadi ya maadui zake iongezeke. Mnamo Aprili 6 mwaka 1994, akiwa kwenye ndege ambayo ilikuwa inajiandaa kutoka katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kigali, Rais Habyarimana akiwa na rafiki yake ambaye pia alikuwa ni rais wa Burundi, Cyprien, ndege yao ililipuliwa. Mauaji haya viongozi hao wa juu wa serikali za nchi zao yalichangia kwa kiasi kikubwa kuanza kwa mauaji kimbali Rwanda, ambayo yalisababisha vifo vingi. Karibia watu milioni 1 walipoteza maisha. Mwamba mwingine anayekamata nafasi ya 3 ni mtaalamu tunamuita Laurent Kabila, ambaye alikuwa na umri wa miaka 61 wakati anauawa. Alikuwa ni wa nchi ya Zaire ambayo baadaye ilikuja kuitwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, yani DRC. Laurent aliingia madarakani baada ya kupindua utawala Mobutu Sese Seko, ambaye naye aliingia madarakani kwa kuipindua serikali iliyopita. Kabila alikuwa ni mfanyabiashara, lakini aliamua kuacha kazi hiyo na kuamua kuingia kwenye vita ya kwanza ya Kongo DRC, na baada tu ya kumuondoa Mobutu alianza kufanya mageuzi ndani ya serikali. Mchana wa tarehe 18 Januari mwaka 2001, mmoja wa walinzi wake alimpiga risasi kadhaa na kutaka kukimbia, lakini hakufanikiwa kwani aliuawa na maaskari wengine hapo hapo. Laurent Kabila alitibiwa kwa siku 2 kabla ya kufariki. Siku ya 10 baada ya kifo chake, mwanae ambaye ni Joseph Kabila alichukua nafasi ya baba yake na kuwa rais wa DRC mpaka leo. Anayeshika nafasi ya 4 ni Mekou Ndadaye. Huyu alikuwa ni rais wa Burundi, aliuawa akiwa na umri wa miaka 40 mnamo Oktoba 21 mwaka 1993. Mekou alikuwa rais wa kwanza kutoka kabila la Hutu kuchaguliwa kidemokrasia nchini Burundi mwaka 1993. Watu wa kabila la Tutsi hawakufurahishwa na ushindi huo, na wiki moja kabla ya kuapishwa kuingia madarakani, jaribio la kumuua lilifanyika, lakini halikufanikiwa. Hata hivyo, karibu miezi mitatu tu toka kalia kiti cha urais, akauawa na jeshi la waasi wa kabila la Watutsi. Nafasi ya 5 inashikiliwa na mwamba tunamuita Cyprien Ntaryamira. Huyu ni rais ambaye aliingia madarakani kuziba pengo la rais wa Burundi Mekou Ndadaye. Aliuawa Oktoba mwaka 1993. Miezi 6 tu baada ya kuingia madarakani, Cyprien Ntaryamira naye aliuawa. Ndiye aliyekuwa pamoja kwenye ndege na rais wa Rwanda Juvenal Habyarimana baada ya ndege yao kulipuliwa angani ilipokuwa inajiandaa kutoka katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kigali. Mwamba anayeshika nafasi ya 6 ni Mohamed Badiafo. Rais Mohamed Badiafo alikuwa ni rais wa Algeria, aliuawa akiwa na umri wa miaka 73 mnamo mwaka 1992, miezi 4 tu baada ya kuingia madarakani. Juni 29 mwaka 1992, Badiafo aliuawa na walinzi wake wakati akiwa anatoa hotuba kwenye kipindi cha televisheni, ikiwa ni mara ya kwanza kwenda nje ya Algeria kama rais. Nafasi ya 7 inakamatwa na mwamba tunamuita Barham Nassar. Huyu alikuwa ni kiongozi wa serikali ya Niger, aliuawa akiwa na umri wa miaka 49 mnamo Aprili 9 mwaka 1999. Alichukua uongozi kwa kufanya mapinduzi ya serikali, na kwa kitendo hicho kilisababisha watu wengi wamchukie. Aliamua kuanza mchakato wa kufanya swala hilo la mapinduzi
kuwa la kisheria, aliamua kuandaa uchaguzi wa demokrasia ambao alishinda kwa 52%. Upinzani walichukizwa na ushindi huo, kwani waliamini si wa kweli na kushinikiza matokeo hayo yafutwe, lakini baada ya kukubali kuachilia kiti hicho, jeshi liliamua kuingilia kati swala hilo, na Rais Bale aliuawa kwa kupigwa risasi alipokuwa akielekea kupanda helikopta katika uwanja wa ndege wa Niamey. Kiongozi wa mapinduzi hayo Dauda Malam Wanke alichukua kiti chake. Nafasi ya 8 ni Samuel Doe. Aliongoza nchi ya Liberia kabla ya kuuawa mwaka 1990 akiwa na umri wa miaka 39, ambapo kabla ya Samuel Doe kuingia madarakani nchi hiyo ilikuwa chini ya utawala wa Marekani kwenye asili ya Liberia kwa zaidi ya karne, mpaka kiongozi huyu alipoongoza mapinduzi ya kijeshi yaliyomuua Rais William Tobet pamoja na waziri wake hadharani siku 10 tu baada ya tukio hilo. Bosi wao Doe akawa kiongozi wa kwanza mwenye asili halisi ya Liberia na kuongoza kwa miaka 10. Mwaka 1989 Disemba ilitokea vita ya wenyewe kwa wenyewe baada ya rafiki wa zamani wa Samuel Doe, Charles Taylor, aliyekuwa amefungwa katika gereza moja Marekani, kutoroka na kuunda kikundi cha uasi kuingia Liberia kwa nia ya kufanya uasi. Siku chache baada ya Rais Doe alikamatwa na kikundi hicho na kuteswa na kisha uawa Septemba 9 mwaka 1990, na baadaye mwili wake ulipitishwa katika mitaa ya Monrovia ukiwa mtupu ili watu wauone. Anaikamata nafasi ya 9 ni Thomas Sankara. Huyu alikuwa ni rais wa nchi ya Upper Volta. Aliongoza nchi yake kwa miaka 4 tu kabla ya kuuawa akiwa na umri wa miaka 37. Sankara alipata uongozi kwa njia ya mapinduzi ya kijeshi pia akiwa na umri wa miaka 33. Inaelezwa kuwa Sankara alichochea maendeleo ya uchumi kwa kiasi kikubwa sana nchini humo na hata kubadilisha jina la nchi yake kutoka Upper Volta kuwa Burkina Faso, ikiwa ni maana ya nchi ambayo watu wake si wala rushwa. Alikuwa pia rais wa kwanza Afrika kuteua wanawake kushika nafasi za juu katika baraza lake la mawaziri. Baada ya miaka 4 tangu aingie madarakani, Sankara aliuawa tarehe 15 Oktoba mwaka 1987, na baada ya serikali yake kupinduliwa na rafiki yake wa zamani Blaise Compaoré. Sankara akatajwa kwa kiongozi aliyependwa sana na watu na hata vitabu vingi vimeandikwa kumbukumbu na heshima yake. Anaikamata nafasi ya 10 ni Muammar Gaddafi. Mwamba huyu alikuwa ni rais wa Libya ambaye ndiye rais aliongoza nchi hiyo kwa kipindi kirefu zaidi, na kama angekuwa hai hadi sasa ndiye ambaye angeishikilia rekodi ya kiongozi wa Afrika aliyekaa madarakani kwa kipindi kirefu, akifuatana na rais wa Zimbabwe Robert Mugabe. Gaddafi aliingia madarakani baada ya kupindua uongozi wa mfalme Idris na kufanya nchi hiyo kuongozwa chini ya serikali ya jamhuri na kukaa madarakani kwa miaka 42 kabla ya kuuawa. Inaripotiwa mwaka 2011 ilitokea mapigano nchini humo na baadhi ya watu kumpinga Muammar Gaddafi, ambaye alipelekea vita wenyewe kwa wenyewe, na ndipo Marekani na NATO alipomuunga mkono muasi na kumwangusha Muammar Gaddafi. Oktoba 20 mwaka 2011, Gaddafi akiwa na miaka 69 alikamatwa na kuuawa, na huo ukawa mwisho wa uongozi uliokaa kwa miaka mingi kuliko yote duniani. Anaikamata nafasi ya 11 ni Mwamba Abed Aman Karume. Rais wa kwanza Zanzibar Sheikh Abed Aman Karume aliuawa kwa kupigwa risasi katika jengo la makao makuu ya chama cha Afro Shirazi Party ASP visiwani Zanzibar mnamo mwaka 1972 Aprili 7 alipokuwa anacheza mchezo wa bao. Mara tu baada ya mauaji hayo kufanyika, hali ya hatari tangazwa nchi nzima, ikifuatana na msako mkali uliohusisha watu kadhaa kutoka katika vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na raia, huku taarifa zikimtaja Abdulrahman Muhammad Babu kuwa mhusika mkuu. Kufuatia mauaji hayo, watu 1100 walikamatwa na kuhojiwa juu ya kuhusika au kutokuhusika kwao na mauaji, wengi wakiwa viongozi wa chama cha zamani wa Umma Party, chama cha Babu, na wanachama mashuhuri wa ASP kwenye siasa za mlengo wa komunisti. Mwamba anaikamata nafasi ya 12 na mwisho ni Samuel Machel. Ajali iliyotokea ndani ya Afrika Kusini kwenye eneo lililojulikana kama Mbuzini baada ya ndege aliyokuwa amepanda kutunguliwa na bomu, na mara ya kwanza rubani wa ndege hiyo alilaumiwa kutojali, lakini ilishukiwa kwa serikali ya wakati huo ilihusika na ajali hiyo. Bwana Machel aliuawa pamoja na abiria wengine 30. Alikuwa ni mkosoaji mkubwa wa serikali wa ubaguzi wa rangi. Wengi walihusisha ajali hii na serikali ya makaburu wa Afrika Kusini. Asante, na itoshe kusema ulikuwa nami ni Prince Stefano, mwandaji wako.